Unaweza ukasema ni mkanganyiko mkubwa wa makubaliano kati ya Marekani na Iran kuhusu usitishaji wa mapigano. Mkanganyiko unaendelea kuhusu muda wa makubaliano kati ya Marekani na Iran, huku Trump na Tehran wakipingana. Rais Donald Trump alisema kuwa mkataba wa Iran umepangwa kutiwa saini na Hormuz itakuwa wazi wakati wote mara baada ya hapo. Rais huyo wa Marekani Donald Trump alisema Marekani itapata na kuharibu madini yote ya uranium yaliyorutubishwa ya Iran wakati eneo hilo litakapotulia, huku akitangaza kwamba makubaliano ya kumaliza vita yatasainiwa siku ya Jumapili, kama vile Iran ilivyoonyesha kuwa hakuna kutiwa saini kuna kutarajiwa siku ya leo Jumapili. Wakati kila kitu kikiwa shwari, tutaingia ndani na kupata vumbi la nyuklia lililozikwa chini ya milima yenye nguvu ya granite iliyozama. Shukrani kwa wapiga mabomu wetu wazuri wa B-2 na marubani wao mahiri na kuiharibu iwe nchini Iran au Marekani, Trump aliandika kwenye jukwaa lake la Truth Social siku ya jana Jumamosi. Trump alisema kuwa mkataba wa Iran umepangwa kutiwa saini na mlango wa bahari Hormuz utakuwa wazi wakati wote mara baada ya hapo, na amesema kupitia ukurasa wake wa Truth Social kwamba mkataba huo umepangwa kutiwa saini siku ya leo Jumapili, na mara tu baada ya kutiwa saini lango la bahari la Hormuz litakuwa wazi kwa watu wote kupita bila kikwazo chochote, Trump alisema kwa kuandika kupitia ukurasa wake wa Truth Social. Kunaonekana kuna ukuta katika silaha za nyuklia. Hapo awali waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, ambaye nchi yake ilisaidia kupatanisha usitishaji vita wa Marekani na Israel dhidi ya Iran mwezi Aprili, na tangu wakati huo amekuwa akihusika katika mazungumzo, alisema makubaliano hayo yanaweza kukamilika ndani ya saa 24 zijazo. Trump pia alibainisha makubaliano yake na Iran ni ukuta kwa silaha ya nyuklia, akidai kwamba Tehran haitaki tena silaha ya nyuklia wala haitakuwa na silaha ama kwa ununuzi, maendeleo au aina nyingine yoyote ya ununuzi. Uhusiano wetu na Iran ni tofauti sana na bora zaidi kuliko tawala zilizopita, alisema, akikosoa sera ya Iran ya tawala zilizopita na kuongeza kuwa hakuna pesa zitabadilishana mkono na Tehran. Pia alionyesha matumaini kuhusu uhusiano wa siku zijazo na Tehran na eneo pana la Mashariki ya Kati, akisema tunatazamia kufanya kazi na Iran na Mashariki ya Kati kwa muda mrefu ujao, na tunatumaini kuwa mchakato huu utafanyika haraka, kwa urahisi na kwa urahisi. Ikiwa hatutafanya hivyo, tunayo njia mbadala, na tumai hatutatumika tena. Hata hivyo, moja kati ya mambo ambayo yalitajwa katika siku za hivi karibuni ni baada ya mashambulizi kati ya Marekani na Iran, ambapo Pakistan ilitangaza kujitoa katika mpango wa kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran. Hata hivyo, moja kati ya jambo ambalo ni gumu kwa sasa ni suala la nyuklia nchini Iran. Moja kati ya mambo ambayo rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba mpango huo wa nyuklia utapelekwa nchini Marekani ama utaharibiwa, lakini bado kuna utata uliopo hadi wakati huu, huku baadhi ya viongozi wa Iran wakisema siku ya leo Jumapili hakutakuwa na utiaji wa saini wowote katika umalizaji wa vita kati ya Marekani na Iran. Hii ni kutokana na kauli iliyotolewa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni Bwana Ismail Baqei kwamba leo si siku ya kusaini mkataba. Urutubishaji wa nyuklia nchini Iran imekuwa ndio mwiba mchungu unaoendelea kuumiza mkataba wa Marekani, msisitizo wa Iran wa kubakiza uranium iliyorutubishwa na udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz bado ni kikwazo kikuu katika Washington inayosukuma kukamilisha rasimu ya makubaliano ya nyuklia. Iran imesisitiza juu ya haki yake ya kurutubisha madini ya uranium na kudumisha udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz chini ya makubaliano yote na Marekani baada ya Rais Donald Trump kusema rasimu ya makubaliano iko tayari. Mshirika wa Marekani Israel imesema kuwa Trump aliahidi kwamba makubaliano yoyote yatapelekea Iran kunyang'anywa nyenzo zake za nyuklia zilizorutubishwa, lakini shirika rasmi la habari la Iran la IRNA limesema siku ya Ijumaa kwamba hilo haliko mezani. Iran na Marekani zimeshiriki katika mazungumzo ya majuma yasiyokuwa ya moja kwa moja ya kutaka kukomesha vita vilivyosababishwa na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Usitishaji wa mapigano ulianza mwezi Aprili, lakini matukio ya ghasia hapa na pale yametokea, na kila wakati yakizua hofu mpya ya kurejea kwa vita vya pande zote, licha ya Trump kusema mara kwa mara kuwa makubaliano yanawezekana. Baada ya kutia wino hati awali ya maelewano, IRNA imesema Iran na Marekani zitafanya mazungumzo ya siku 60 na kwamba haki ya Iran ya kurutubisha madini ya uranium na kubaki na nyenzo
zilizorutubishwa itasisitizwa kwa lengo la kujumuishwa kwao katika makubaliano ya mwisho. Naitwa Adam Hussein, usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.